siku kwa upendo. Oh, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Niruhusu nitembee, Bwana barikiwa katika njia ulioifanya, iongozayo moja kwa moja kwenye njia uko juu. Nikitoa furaha kila mali kwa mwenye huzuni na mpweke. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Niweke karibu ya Mwokozi wangu na aliye Mungu. Nijalie nisikae gizani kamwe. Yaweke mapito yangu bila ghadhabu na nafsi yangu itosheke. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Je, nafsi yako imetosheka? Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Haya twende. Hivi karibuni mawimbi yatakoma, nami sitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu uko juu. Nijalie niimbe mfalme mbarikiwa kote mpaka ufukweni. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Mpigieni makofi usiku wa leo. Je, umejaza njia yako kwa upendo kila siku? Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Tuimbe tena ubetu wa mwisho. Hivi karibuni mawimbi yatakoma, nami sitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu huko juu. Amina. Nijalie niimbe mfalme mbarikiwa kote mpaka ufukweni. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jina Bwana lihimidiwe. Tunapaswa kuwa wenye furaha. Tunapaswa kuwa wenye furaha sana. Mimi ninayo furaha. Bwana sifiwe. Tukitembea na ua wa mbinguni. Kila mahali uendapo, yeye yuko pamoja nawe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe, Bwana Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Tutakuwa na wakati mzuri sana usiku wa leo. Mungu wangu. Rehema. Na wakati unaposhushwa, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea pona ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Hebu tujaribu huo ubetu wa tatu tena. Karibuni mawimbi yatakoma, nami sitasafiri tena, lakini nikae nyumbani kwangu uko juu. Amina.
Nijalieni mfalme mbarikiwa kote mpaka ufukweni. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Nitembea hapo na ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Hebu tupige makofi tena mara moja zaidi usiku wa leo. Hebu tujizoeze hili, maana tutaenda kulifanya muda mrefu sana ng'ambo ya pili. Nitembea hapo na ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Amen. Asante Bwana, mbarikiwa. Amen. Amina. Je, uko tayari kwa unyakuo? Amina. Amina. Ninaamini wakati mmoja tutakuwa tukifanya hivi na kusema tumefika. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wao ni uhalisia. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Mwaweza kuketi. Amina. Kwa mara nyingine tena ninayo furaha sana kuwa hapa usiku wa leo, nami nashukuru kutambulishwa pamoja na bibi harusi huyu wa Yesu Kristo hapa na ulimwenguni kote. Tungependa kumkaribisha bibi harusi wa Yesu Kristo kutoka ulimwenguni kote hapa usiku wa leo. Sote tumekusanyika kwa jambo moja, kusikia sauti ya Mungu. Amina. Amina. Hiyo ndio sababu ya sisi kuwepo hapa. Amina. Amina. Asante Bwana. Malaika mjumbe wake atatuletea ufunuo wa muhuri wa 5. Lo, ninangojea hilo kwa hamu. Itakuwa ajabu kweli kweli. Tunatazamia. Unajua kwa nini? Tunaangalia ng'ambo ya pazia la wakati. Na anasema ng'ambo ya pazia la wakati, tunapotazama kule tunaona nini? Anasema tunayaona majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Amina. Ndio. Jina langu lipo kule, jina lako lipo kule. Amina. Bwana sifiwe. Asante. Mtu fulani alisema ati unawachangamsha hao watu. Mimi siwachangamshi watu, wao wanachangamka. Wanayaona majina yao kwenye kitabu cha uzima. Sihitaji kufanya lolote. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndilo jambo la kusisimua zaidi lililopo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wajua nini? Si pakamilifu. Ni zaidi ya kukamilika. Amen. Alisema si paheri, ni zaidi ya heri. Alisema kuwa hakuna maneno katika msamiati ya kuitamka hali hiyo kile ilicho. Alisema hakuna tu namna, hakuna njia, hakuna chochote. Lakini nabii wa Mungu alielezea vyema zaidi. Unajua anachosema? Tumewasili. Tumewasili. Utukufu. Amina. No, nitachukua hilo. Amina. No, naamini hilo kwa moyo wangu wote. Amina. Bwana sifiwe. No, jamani, tumewasili. Hilo linalielezea papo hapo. Kila muhuri anaendelea kutuambia mambo yale yale kama unavyoona tena na tena. Anaendelea kurudia mambo tena na tena. Anaendelea kurudia. Anataka kuhakikisha kwamba tunapata mambo fulani. Anatuonyesha hayo. Yeye daima urudi nyuma na analifanya tena na tena na tena. Na yeye anakuja na kusema, unajua nilikuwa nikizungumza na wandugu kule nyuma, nilisema na kama vile ndugu Branham asemavyo, unaposoma hadithi fulani nao unafika mwisho, na yeye anasema Bibi na Jane waliishi kwa
furaha siku zote. Alisema inakubidi urudi mwanzoni mwa hadithi hiyo ili uone huyo ni nani. Ni ajabu sana kwamba nabii anaturudisha kwenye mwanzo wa hadithi na kisha anafika mwisho na kutuambia huyu ni nani. Amina. Hiyo ni ajabu. Kwanza yeye anatutaka tujue kwamba siri hizi zote zinafunuliwa kwa nani. Ndio maana anaendelea kutuambia kila wakati hizo zilimjia nani, zinafunuliwa kwa nani. Hizo zilimjia mtu mmoja, mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa. Amina. Huyo ndiye ambaye siri hizo zote zilifunuliwa kwake. Alisema huyo alikuwa ndiye mjumbe wa kweli aliyethibitishwa wa saa hii. Amina. Jina Bwana lihimidiwe. Asante Bwana. Amina. Unajua, wakati huo hilo linapotendeka, anasema pamoja na ukweli wa Mungu kuthibitishwa, naye anamthibitisha nabii wake kwetu. Alisema wakati huo, anasema shetani yuko upande huu hapa akilipotosha. Anafanya jambo lile, naye anaonyesha katika mihuri. Anasema alipokuwa akitoka na yule mnyama, na yeye aliyempanda akaenda yule mweupe, naye alimtuma mnyama fulani kila mara na mwenye uhai ili kupigana naye. Kwa hiyo shetani anafanya hivyo wakati wote, yeye anaufunua akichukua muda wake kumfanya nabii wake wa uongo. Anasema kwa kila wakati, anasema ambao alienda kule naye akasema yule nabii wa uongo, nini kitokea? Akasema alishuka chini kule katika yule farasi mweupe, na anasema alifika kule kwenye baraza la Nikea, naye anasema walimfanya kuwa nabii wa uongo. Ajabu vipi walimfanya wao kuwa nabii wa uongo. Mungu alimfanya wetu nabii wa kweli. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Jina Bwana lisifiwe. Bwana sifiwe. Ni ajabu hapo walifika hapa. Anasema alifa, anasema huyo anachukua mahali pa Mungu duniani. Wa kweli na wa uongo. Amina. Hili hapa katika huyu ni neno. Amina. Mwaweza kuketi. Anasema iko hivyo. Anasema wakati huo, anasema sasa nabii huyu wa uongo, anasema alikuwa mpinga Kristo. Anasema ambaye alikuwa kahaba, na anasema walikuwa wakiunda dhehebu kule. Anasema wao ni kanisa mama. Anasema nao wako, anasema lakini wakifanya kitu hicho madhehebu na kuweka utaratibu, wakaweka kiongozi wa kibinadamu juu yake, nabii huyo wa uongo. Anasema kwamba ndiye mtu huyo aliyemweka nyuma ya jambo hilo. Anasema lakini sasa kahaba huyu anao watoto, alisema wanaoitwa makahaba. Naye anasema wao wanafanya nini? Wanafanya nini basi? Wao wanafanya nini sasa? Wao wanamchukua mtu mmoja. Wao hawamchukui mtu mmoja kama wao walivyofanya. Tunachukua halmashauri nzima ya watu na kuwaweka pamoja, na alafu kweli una machafuko. Amina. Ndivyo alivyosema. Anasema kwa hivyo haisemi ati kundi la watu, alisema ni ujumbe wa mtu mmoja. Ujumbe wa mtu mmoja. Amina. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Mweza kuketi. Alisema yeye angezifunua siri hizi zote. Yeye angezifunua kwa mjumbe huyu siri hizo zote, naye angemfunulia yeye tu, na yeye angekufunulia wewe hilo. Hiyo ni kweli, bibi harusi wa Yesu Kristo. Huyo ndiye atakayemfunulia hilo, ujumbe wa mtu mmoja. Utarudi, inapaswa kuwa kwa bibi harusi, na haya yote na siri hizo zote zimeandikwa tangu mwanzo. Alipaswa yeye kufanya nini? Aliingia na kusema alitakiwa kufunua uungu. Alisema alipaswa kufunua uzao wa nyoka na ile mihuri. Alisema siri hizo zote ambazo zilifichwa. Na kilicho cha ajabu sana, siri hizo zote zinatuhusu sisi na kutambua usiku wa leo. Yeye anatupenda sana. Bwana Yesu atatuambia hata kile ambacho hatuhusiki nacho. Ni kitu gani kitakachokuja huko mwisho? Nini kitawapata Wayahudi? Yeye anatumpenda. Ni kama kumwambia mkeo, mimi sina siri yote kwa mke wangu. Mwanamume anayempenda mke wake, yeye hana siri. Kwa hivyo Yesu hana siri yote kwetu sisi. Yeye anatuambia kila kitu. Yeye ndiye anayetuambia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Anasema lakini pia kuna jambo fulani ambalo halijaandikwa katika Biblia. Ndiyo, kama zile ngurumo 7 za siri.
Anasema zilikuwa, anasema lakini zimeahidiwa kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Alisema hazijaandikwa mle, anasema lakini zimeahidiwa kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Na anasema hizo ngurumo zingempa bibi harusi nini? Imani ya kunyakuliwa. Alisema imani ya kunyakuliwa. Amina. Asante Bwana. Amina. Jina la Bwana liibudiwe. Na hivyo ndivyo ninavyotaka. Bwana asifiwe. Mweza kuketi? Amina. Na kwa hivyo ndiyo ile imani ya kunyakuliwa. Anasema na ndiyo sababu hiyo ndiyo samani. Yeye anaendelea kutuambia jambo hilo kuhusu kuipata hiyo imani ya kunyakuliwa, kwamba Yohana alisema, alitazama naye akamwona farasi akitoka, naye akaliandika hilo kwa mifano. Lakini wakati alipozisikia zile ngurumo alikatazwa. Alisema alikatazwa kuziandika hizo ngurumo 7. Hilo maandiko yalivyosema. Lakini unajua ndugu Branham alisema nini? Alisema Yohana yeye alijua kile zilichokuwa. Yohana alizijua hizo ngurumo 7 zilikuwa kitu gani. Anasema lakini alikatazwa kuziandika. Na kwa hiyo nini kilitokea? Nini Yohana zilikatazwa? Na Yohana alifanya nini? Alianguka chini ya miguu ya huyo malaika mjumbe ili kumwabudu. Akaanguka kumwabudu yeye. Na sio tu kwamba alifanya hilo mara moja, bali alifanya hilo mara 2. Alisema kwamba alishuka. Kwa hivyo ni haraka sana, tayari mnajua maandiko hayo. Kulifanya hilo haraka sana mahali lilipo, na kwa kuwa muda hauna ya kufungua Biblia zenu ambapo mnajua kile kilicho Ufunuo 6 kila alichokuwa na kusema yeye. Anasema kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7 nikasikia. Kisha unarudi katika Ufunuo 22:8, nani Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka ili ni sujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Alianguka kumwabudu huyo malaika, kwa sababu huyo malaika ndiye aliyekuwa akimfunulia hilo. Hiyo ni kumwambia, kusema hiyo ndiyo sauti aliyoisikia. Yeye alisikia sauti ya huyo mjumbe. Amina. Amina. No! No! Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Kwa hiyo siri zote, hata zile ngurumo ambazo hata hazijaandikwa katika kitabu hiki, zimefunuliwa kwa nani? Nabii huyu papa hapa. Kwa hiyo siri hizo si kwa mtu mwingine yeyote, zilifunuliwa kwa huyo mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa. Kwa hiyo amina, tuko pamoja kama vile ndugu G alivyosema, amina, tuko pamoja. Kwa hiyo kama ukitaka kuzijua zile ngurumo na unaitaka imani ya kunyakuliwa, huna budi kumsikia nabii huyo. Ndilo jambo pekee litakalokupa imani ya kunyakuliwa. Ninaliamini hilo. Bwana asifiwe. Ninaliamini jambo hilo. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Ndugu Branham anasema hilo halina budi kulingana. Alisema na kama mtu yeyote nanyi wene waangalifu, kwa sababu ndugu Branham anasema kama mtu yeyote akikwambia anao ufunuo wa zile ngurumo ni kitu gani na kadhalika, alisema kuwa mwangalifu, linapaswa kulingana na neno. Yote nifanyao ni yale neno lisemayo. Wanakasirikia. Alisema hivyo ndivyo Yohana alivyofanya. Hiyo ndio sauti aliyoisikia na kuja. Ni kitu gani? Hatujui kile siku zijazo lilichoshikilia. Hatujui itanguruma kitu gani kingine. Hatujui kile tutakachosikia. Lakini ikiwa siri zote zitafunuliwa, na hizo zilikuwa ni siri, lilikuja kutoka kwenye sauti ya Mungu, nalo likamjia yule malaika mjumbe. Kwa hivyo halina budi kutoka kwake yeye, nalo halikuja kutoka kwa kundi hilo, halikuja kutoka kwangu mimi, halitakuja kutoka kwa mtu mwingine yoyote. Hilo litakuja kutoka kwa huyo mjumbe peke yake. Amina. Hiyo ndio sababu anaendelea kutuambia zisikilizeni hizo kanda. Amina. Amina. Litawekwa wazi humo. Amina. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Na wakati Mungu anapokuambia jambo lolote na aseme, nenda ukafanye hili, nami nitaliunga mkono moja kwa moja, kwa maana hili ni neno langu, naye analionyesha katika Biblia, basi Mungu anasimama moja kwa moja nyuma ya jambo hilo. Anazungumza kuhusu Musa. Alisema nini kilitokea kwa Musa? Mungu alimwambia wanene viroboto, wanene nzi, wanene viura. Anasema alimwambia mdomo kwa sikio. Alimwambia nabii wake, hilo lilimjia nabii wake. Alisema yeye alifanya hivyo, naye akasema. Sasa Musa alisema huenda alifikiri linapaswa kuwa, lakini anasema aliketukia, lakini anasema lilitoka kwa Mungu naye akalinena. Hicho ndicho anachosema hapa. Sasa sikilizeni kwa makini sana. Na kama halikuandikwa katika Biblia, ni kitu gani ambacho hakijaandikwa katika Biblia? Zile ngurumo 7 hazijaandikwa katika Biblia. Mungu analiunga mkono hata hivyo kama ni neno la Mungu, na alafu kama liko nje yake linafunuliwa kwa manabii wake. Tunatambua ya kwamba siri zote za Mungu zinajulishwa kwa manabii, na hao peke yao. Peke yao. Unaona Amosi 3:7. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Kwa hiyo siri hizo hazina budi kufunuliwa kupitia nabii wake. Amina. Asante Bwana Yesu. Mwaweza kuketi. Amina. Bado tunaishi katika siku za sauti. Ndiyo maana ni ajabu sana. Unajua, yeye hakusema wakati mjumbe wake alipokuwa hapa kisha nimchukue. Alisema katika siku za sauti. Kwa hiyo sauti ingali inazalisha, bado ingali inatoka, siri bado zinafunuliwa, bado zinatendeka, kwa sababu sauti ingali bado iko hapa. Bado tungali tunayo sauti. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Asante Bwana Yesu. Lo, ni watu wa jinsi gani! Lo, ni watu waliobarikiwa jinsi gani! Amina. Bwana sifiwe. Mwanza kuketi. Kwa hiyo bado ni neno lililo hai. Halijawahi kuwa hai zaidi ya lilivyo sasa hivi, kwa sababu hatujawahi kupata fursa ya kuisikia sauti sisi wenyewe. Hatupaswi kuchukua neno la mtu yeyote kuhusu hilo. Tunaweza kusikia jina la Bwana lidiwe, nazo zinafunuliwa kwa bibi harusi sasa hivi sasa, usiku wa leo, kwa sababu neno lililo hai linapozidi kuendelea na kuendelea, linapaswa kulifunue zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Mnajua, samani jambo moja zaidi. Shetani anaendelea, anatukumbusha mambo mengi pia. Yeye yuko hapa kila wakati akizidi kuchochea pia. Tumekuwa tukizungumza juu ya jambo hilo kwa sababu yeye daima yuko hapo. Yeye daima anafanya kazi kwetu sisi ili kutuambia jinsi gani tulivyo wabaya, jinsi gani tusivyotosha na mambo hayo yote anayotunyoshia kidole. Lakini unajua nini? Anapigwa vibaya sana na bibi harusi wake. Ndio, anapigwa. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Mweza kuketi? Kwa sababu kwa nini? Bibi harusi wanajitambua. Na wakati unapojitambua, basi unayo ile imani unayopaswa kuwa nayo. Na si kitu ambacho unaweza kujishughulisha, si kitu unachoweza kufanya, uweze kujisukuma ndani yake, ni kwa neema ya Mungu tu. Lakini cha ajabu sana ni kwamba wakati huo shetani anapoendelea kutuambia mambo haya na kuendelea kuyasukuma, huyu hapa nabii wa Mungu pande huu mwishoni hapa, ambaye anaendelea kutuhakikishia, anaendelea kutuambia, anaendelea kututia moyo wakati wote, akitujulisha sisi ni nani. Anatuambia yeye ni nani, msiwe na shaka. Anawataka mjue na muwe na hakika. Na ndivyo tulivyozungumza hivi upunde. Yeye anawataka ninyi mjue huyo ni nani, yule mjumbe wa wakati wa 7. Anataka kuambia, natumai si lazima niwafafanulie, una haja kulifanya wazi. Unajua bibi harusi huyo analitambua hilo, ni ufunuo. Lakini kama tunavyosema, ni muhimu pia ni kwamba unapaswa kujua wewe ni nani. Unapaswa kujua wewe ni nani. Anasema, angalia, mradi tu yule mwombezi angali yuko kwenye kiti cha enzi, shetani anaweza kusimama pale na kushtaki, kwa sababu yeye ndiye wakili wa ule upande mwingine. Yeye ni adui wa Kristo.
naye Kristo ni yeye amesimama pale, adui amesimama pale akisema, lakini ngoja, Adamu alianguka, Adamu alifanya hivi, nilimshinda, nilimfanya mkewe kuamini uongo, nawe ulisema atahukumiwa kwa huo, nilimpata. Kweli? Lakini yeye anasema, lakini hapa yupo mpatanishi amesimama pale, mkombozi aliye jamaa wa karibu amesimama pale akiwa na damu inayoweza kuchukua moyo wa mwenye dhambi aliye mchafu sana na kubadilisha. Anasema kwamba mpatanishi yuko kwenye kiti cha enzi. Shetani anasema, lakini wao wana hatia, naye anasema hawana hatia. No, 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 hawana hatia. Amina. Amina. No. Bwana sifiwe. Hawana hatia. No. Bwana sifiwe. Amina. No, hilo ni la ajabu sana. Amina. Mwaweza kuketi. No, Mungu wangu. He says, anasema, amina, Mungu apewe utukufu, kila kitu ni safi. Hivyo ndivyo damu ya Yesu inavyofanya kwa mwana wa kweli wa Mungu, wakati anapoitubia dhambi hiyo na kusimama pale akiwa amehesabiwa haki katika rehema yake. Amehesabiwa haki. Utukufu kwa Mungu. Hata ni jambo kubwa sana mpaka Mungu akasema, hata siwezi kuikumbuka tena, naye ni mwanangu kabisa. Amina. Jela Bwana limidiwe. Wana na binti za Mungu. Mungu hawezi kuikumbuka. No, yeye ni Mungu mkuu jinsi gani. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Nimalizie. Lakini yeye alituahidi nini? Alituahidi sasa, tunapotambua kwamba urithi huo, alirudi naye akasema, hayo yote Adamu anasema yeye analisamehe hilo. Ninamaanisha yeye aliacha tu. Alisema alikuwa amekwisha. Yeye ilikuwa ni hilo. Tunachukua hayo yote aliyoyaacha nyuma, na anasema basi nini kinatokea? Anasema amini. Anasema nawaambia hili ni kwa ajili yetu. Anasema ukiwaambia mlima huu ng'oka, na usitie shaka moyoni mwako, bali uamini katika lilo ulilosema, wewe litatendeka. Ulilosema litakuwa lako. Wewe ni mwana aliyekombolewa. Amina. Kwa hiyo lolote ulilosema litakuwa lako. Wewe ni mwana aliyekombolewa. Amina. Jambo la mwisho, hili ni zuri. Amina. Hili litawapa changamoto kwa ufunuo. Amina. Lakini wakati dhambi hiyo ya huyo mwanadamu apatikanaye na mauti inapotubiwa na kudondoshwa kwenye kloroksi hiyo ya kitakasaji cha Yesu Kristo, husafisha dhambi yote. Yeye ni msafi kabisa, bila doa, hana dhambi, hana hatia. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa maana yeye hawezi kutenda dhambi. Kile kitakasaji kinasimama kati yake na Mungu. Ingewezaje kama kufika kule ambapo, sikilizeni hili, ingewezaje kama kufika kule ambapo inaivunja na kurudisha moja kwa moja kwake yeye aliyepotosha hilo? Anazichukua dhambi zako na kuzirudisha kwa Shetani. Ni zako. Ewe mwovu uliye mchafu, ni zako. Dhambi zetu zote ziko juu ya Shetani. No. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Huzirudisha dhambi zetu kwa Shetani. Amina. Jina la Bwana limidiwe. No, hilo linakufanya uwe na furaha usiku wa leo. Je, hilo linakufanya ushukuru kuwa wewe ni mmoja wao, kuwa huna dhambi? Jina la Bwana limidiwe. Hakika hizo ni ngumi 1, 2, 3 kwa Shetani papo hapo, kumrudishia hilo yeye huyo aliye mchafu. Ndivyo alivyosema, ewe mwovu, dhambi zetu zote zimewekwa juu yake. Asante Bwana Yesu. Unampenda yeye kwa moyo wako wote usiku wa leo. Lisifiwe jina lako. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Tunataka tukumshukuru kwa mara nyingine tena kwa yote aliyonayotutendea.
Thank him for this great revelation. Tumshukuru kwa ufunuo huu mkuu ambao yeye ametupatia. Asante kwa Kalvari, Bwana Yesu. Asante kwa kutoona hata dhambi zangu na mapungufu yangu na kushindwa kwangu, Bwana. Unawezaje Mungu uliye mkuu kutoziona dhambi zangu? Kwa sababu kile kitakasaji kimeiondoa. Ni ajabu jinsi gani kwa ufunuo tunaikubali zawadi hiyo kuu. Bwana, tujalie usiku wa leo tutazame ng'ambo ya pazia la wakati. Ni ajabu jinsi gani kwamba tunayo nafasi hiyo. Mungu alimtuma nabii wake ng'ambo ya pazia hilo la wakati, kutazama kule, kuniona mimi, kukuona wewe. Kwa hiyo tulipofanya hivyo, ndipo tunajua ya kwamba majina yetu yameandikwa kwenye kile kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Ajabu jinsi gani! Naye yuko hapa usiku wa leo kutupa mengi ya kwake, ili kutupa ufunuo zaidi, ili kutujalia tumkaribie yeye kidogo zaidi. Nasi tumekuja Baba chini ya matarajio, kwa sababu ni zaidi ya maneno tuliyo nayo. Tunakupenda Bwana, tunakutaka ukaribie hapa Bwana. Najua wewe uko hapa Baba. Najua kwamba wewe uko nje, uko kwenye mawasiliano ya simu. Najua uko majumbani. Najua uko kwenye magari. Najua uko katika makanisa madogo ulimwenguni kote pamoja na bibi harusi wako. Wewe uko pamoja nao. Tumeungana na neno lako. Ujumbe huu ndilo linalotuleta pamoja, ndilo jambo linalomkusanya bibi harusi pamoja. Neno lilo hai. Nawe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na ahadi ambayo nimetoka kuisoma hivi punde, kama mkiomba jambo lolote kwa jina langu na umeliamini, unaweza kulipokea. Hiyo ni ahadi, ni urithi wetu, ni yako. Nawe unajitambua kuwa wewe ni nani. Liamini hilo, nasi tunakwenda kuliweka katika vitendo. Kuna mahitaji mengi ya maombi ambayo yamekuja. Ninataka kumkumbuka ndugu yetu Stephen Borders, bado ni mgonjwa sana. Ndugu yetu John Daniel Newman. Tunataka kumkumbuka ndugu yetu Chuck Matla, ndugu yetu Gallego, Luis Gallego. Tunataka kuwakumbuka waamini wa nchini Brazil. Tuna baadhi ya wandugu ambao wameshuka kwenda huko, ambao walipatwa na mmomonyoko wa matope ya kutisha, nazo familia nyingi ziliathiriwa. Nao wandugu hapo huko sasa hivi ni hali ya hatari. Tunawakumbuka wao na familia zote hizo karibu katika maombi, na kila mmoja wenu anayo mahitaji, lakini yeye yuko hapa ili kulikidhi hitaji hilo. Ni ajabu jinsi gani, ni ajabu jinsi gani. Chochote ilicho, yeye ataenda kukidhi hitaji hilo. Ataikuza imani yako. Tayari unalihisi hilo? Tayari unahisi imani yako imekuzwa? Tayari wewe si mtu yule uliye wakati ulipoingia katika jengo hili. Tayari uko karibu na yeye. Jina lako limidiwe Bwana. Ni uhalisia, ni ahadi kutoka kwa Mungu Mwenyezi, naye atajibu kila moja ya ombi. Na kama unahitaji hilo la chochote kile, inua mkono wako na useme, Bwana, unajua ni kitu gani ninachohitaji. Unajua kilicho chini ya mkono wangu. Bwana, kutana na haja hiyo na uwe pamoja nami, kwa sababu najua wewe uko hapa kulijibu hitaji hilo. Na kama ungeweza kuyafungua macho yako, ungeweza kumwona yeye papo hapo karibu nawe, huyo Roho Mtakatifu. Ninaamini kweli kama vile ndugu Branham alivyosema, alitazama kote na kusema, hawa wasikizi wote na rangi ya maziwa nje huko pamoja na uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa maana yeye yuko hapa, yuko hapa. Alisema ikiwa wawili ama watatu wamekusanyika kwa jina lake, aliahidi kuwa katikati yao. Kwa hivyo yeye yuko hapa, kwa sababu tuko pamoja katika jina lako Bwana Yesu, kulisikia neno lako likinenwa kwa bibi harusi wako. Tunakualika Bwana Yesu, uje. Yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Mtakatifu,
nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, akilita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, nawe utabaki vile ulivyo kuwa. Hebu tumwimbie tena, yuko hapa. Haleluya, yuko hapa. Amina, yuko hapa. Mtakatifu, mtakatifu, nitalibariki jina lake tena, maana yuko hapa. Sikiliza kwa makini, akilita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, nawe hutabaki vile ulivyo kuwa. Lo, Baba wa thamani wa mbinguni, lo, ni heshima iliyoje. Sisi ni watu waliojaliwa jinsi gani kuinamisha mioyo yetu na vichwa vyetu mbele zako, tukijua Bwana ya kuwa ulitujua kabla kwa misingi ya ulimwengu. Bwana ya kwamba uliandika majina yetu katika kitabu hicho cha uzima cha mwana kondoo. Na Baba, katika siku hii na wakati huu unatufunulia majina yetu Bwana. Na Baba, ulimtuma nabii huyo ng'ambo ya pazia la wakati ili atuambie yote kuhusu yale tunayotazamia kutuona kule Bwana, jinsi hilo linavyoinua imani yetu Bwana. Kujua ya kwamba sisi ni mmoja wao Bwana, sisi ni mmoja wa hao mamilioni Bwana wanaoshangilia na kupaza sauti Bwana, kwamba tunategemea jambo hilo. Tunategemea kila neno Bwana ulilonena kupitia nabii wako. Tunaliamini kwa mioyo yetu yote Bwana. Tunategemea jambo hilo Bwana, nasi tunakupenda Baba. Lo, sisi ni watu waliobarikiwa jinsi gani Baba, hivi hata ukatuwazia, ulitujua Bwana. Lo, asante Bwana, kutoka ndani ya mioyo yetu. Lo, tunasema tu kwamba tunakupenda Bwana. Tunakushukuru kwa neema yako ya ajabu katika maisha yetu Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa kuziokoa nafsi zetu na kuchukua mahali petu pale msalabani. Bwana, walipokuwa wakikupiga tu na kung'oa ndevu zako, wakakutemea mate Bwana, uliwapofusha watoto wako mwenyewe ili sisi tupate nafasi ya kuja kwako Bwana. Lo, jinsi gani tunavyokushukuru Bwana. Bwana, tunaomba tu na kukuomba ushuke Bwana. Tunauhisi uwepo wako, nasi tunajua kuwa uko wewe hapa Bwana. Tunataka tu kukufanya ujisikie umekaribishwa Bwana, ya kwamba uje tu na kwamba tungeweza tu kukujia Bwana ili upate tu kuzungumza nasi Bwana. Baba Bwana, maombi haya ambayo yako mibarani Bwana, kila mkono ulioinuliwa, kila mtu aliyeguswa Bwana, kila haja chini ya mkono ulioinuliwa ulimwenguni kote, wale walio kwenye mawasiliano ya simu Bwana, jalia uingie ndani sasa hivi Bwana, na jalia Roho wako Mtakatifu apitie tu kote Bwana. Nawe Bwana utimize kila hitaji na haja Bwana. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote, nasi tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii Bwana kukusanyika tena Bwana. Baba, tunataka kuikabidhi ibada hii mikononi mwako Bwana. Jalia tuiweke ibada hii mikononi mwako ili uweze kupendezwa Bwana, na Bwana kwamba ujisikie tu kuwa umekaribishwa kushuka na kuwa pamoja nasi tu Baba. Na neno hili linapoendelea Bwana, jalia tuifungue mioyo yetu Bwana na kulicheua zaidi ya tulivyowahi kufanya hapo awali, na uyafungue macho yetu ya ufahamu Bwana, na tulisikie neno lako, na jalia litie nanga ndani kabisa ya nafsi zetu Bwana. Na tunakupenda, nasi tunakushukuru tu kwa kukutana nasi hapa, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Yuko hapa, haleluya. Yuko hapa, amina. Kwa maana yuko hapa, mtakatifu, mtakatifu
maana yuko hapa. Sikiliza tu kwa makini, analita jina lako. Yuko hapa, unaweza kumshika, nawe utabaki vile ulivyokuwa. Jina lako limidiwe Bwana. Mwaweza kuketi. Lo, imekuwa jambo la kupendeza sana kuwa hapa. Lo, ninashukuru sana kuwa hapa pamoja nanyi hapa. Kweli ni hakikisho lake lililobarikiwa. Amina.